Pamoja na makaribisho haya, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani, napenda kupitia kwako umfikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu uliyemwakilisha hapa maoni na ushauri wangu kuhusu kuliunganisha taifa letu kwa njia ya maridhiano. Kimsingi yanahitajika maridhiano ya kweli ili kurejesha amani na umoja wa taifa letu. Hakuna anayenufaika na mgawanyiko unaoendelea. Wote ni wahanga na tunahitaji umoja na mshikamano wetu kama tulivyokuwa tukiishi. Katika mchakato mzima wa maridhiano, tujiepushe na sumu 5 zinazoua maridhiano duniani kote. Sumu ya kwanza inaitwa hila. Watu wajiepushe na hila, hata kama wakati mwingine hila inapewa jina la nia njema au maslahi mapana ya taifa. Hila ibakie kuwa ni hila na kamwe isitumike katika maridhiano. Baba wa taifa aliwahi kuonya kuwa taifa haliwezi kuongozwa kiujanja ujanja. Tujiepushe na hila katika kutafuta maridhiano. Sumu ya pili inaitwa kutafuta ushindi. Hakuna ushindi katika maridhiano, ndio maana yanaitwa maridhiano. Ni give and take, win-win situation. Ushindi katika maridhiano huwa unaandaa vurugu nyingine kwa baadaye. Tena ukiuangalia huo ushindi si ushindi, bali ni vurugu zilizowekwa akiba. Sumu ya tatu inaitwa kukwepa ukweli. Maridhiano yanapatikana endapo ukweli umeonekana, hata kama ule ukweli unaumiza pande zote. Duniani kote maridhiano hujengwa katika ukweli pasipo kulaumiana. Ukweli pasipo kulaumiana. Kwenye taaluma ya maridhiano ndio maana kuna kitu kinaitwa truth and reconciliation. Huwezi ukakwepa ukweli ukapata maridhiano. Sumu ya 4 ni matumizi ya madaraka. Wakati wa maridhiano, wale wenye madaraka ni busara kuyaweka pembeni kwanza na kuingia chumba cha maridhiano. Wahusika wote huwa kama majeruhi wanaotafuta uponyaji. Kwa hiyo mwenye madaraka na asiye na madaraka wote ni majeruhi wanaingia kutafuta uponyaji. Sumu ya 5 inaitwa kujinufaisha na maridhiano. Huu ni mgongano wa maslahi wa sasa au wa baadaye. Ni budi uepukwe ili wanaoongoza maridhiano wasitawaliwe na tamaa ya kunufaika na wanachojadili au kupendekeza. Najua hili ni gumu, lakini unakuta mtu anapiga kelele za maridhiano, kila anachotafuta ni nafasi baada ya maridhiano. Sasa watu wa namna hiyo mwasome na msiwahusishe katika maridhiano, kwa sababu tayari wana mgongano wa maslahi. Mheshimiwa mgeni wetu maalum, naelewa kwa sasa mna mambo mengi mnayoshughulika nayo, mengi sana. Mimi ninaloliona ni la muhimu juu ya yote ni maridhiano ya kweli. Ile mijadala yetu ya kila siku juu ya kipi ni bora kati ya haki na amani, kwa sasa si muhimu sana. Kila mmoja ni mshindi, anayependa haki ni mshindi, anayependa amani ni mshindi. Lakini ukweli tunaujua uko wapi? Zipo gharama za kisiasa, kiuchumi, kijamii na kisera tutatakiwa kuzikubali ili kuipata tena Tanzania tuliyoizoea. Ili tuipate Tanzania ziko gharama chungu itabidi tuzipitie kuweza kuipata tena Tanzania tuliyoipoteza, iliyotuponyoka katika mikono yetu. Kuna miiko tumeikiuka, dawa yake ni toba. Taifa letu ndilo madhabahu yetu, tuiheshimu na kuitunza. Tunapaswa kutambua kuwa maridhiano ya kweli si zoezi la siku,
bali ni mchakato unaohitaji uvumilivu, ustahimilivu, unyenyekevu na ushirikiano wa wadau wote: serikali kwa sehemu yake, taasisi za dini kwa sehemu yake, taasisi za kiraia na wananchi wote kwa ujumla. Neno la Mungu linasema, jitahidini kudumisha umoja wa roho kwa kifungo cha amani, Waefeso 4:3. Kwa niaba ya serikali napenda kuhakikishia Watanzania wote kwamba tuko tayari kama serikali kusikiliza, kujifunza na kurekebisha pale inapobidi kwa lengo la kulinda umoja na mshikamano wa taifa letu. Baba Askofu Bagonza, tuamini, tunashukuru kwa hekima na upendo wako kwa taifa letu la Tanzania. Siku zote tumekusikia kwamba serikali itaendelea kuthamini sauti yako na ya viongozi wengine wa kiroho kama washirika muhimu katika ujenzi wa taifa lenye haki, amani na maridhiano. Wajibu huu wa kujenga taifa lenye amani, umoja na mshikamano, taifa lenye maridhiano, ni wajibu wetu sote, viongozi wa maeneo yote, viongozi wa serikali, viongozi wa dini, na kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda na kudumisha haki, upendo, amani, umoja na mshikamano na kulinda uhuru wa nchi yetu. Tundu hizi za taifa letu la Tanzania ndizo zinazotambulisha sisi kama Watanzania popote duniani.